nisema au sababu. Kuna sababu mbili za kunena. Kwa nini? Sababu ya kwanza, Mungu Roho Mtakatifu huwa anaachilia lugha kwa lengo la kutoa ujumbe ndani ya kanisa. Amen. Na Roho Mtakatifu akiachilia ujumbe, anataka kutoa ujumbe ndani ya kanisa, kuna njia mbili zinazotokea. Njia ya kwanza, anaweza akamtumia mtu akaongea lugha ya kwake ile kama ni Mchaga, akaongea lugha ukasikia, sikilizeni, Mungu asema hivi. Hamjawahi kusikia hiyo kitu? Hamjawahi kuona? Kwa hiyo kama mara njia ya kwanza, Roho Mtakatifu huwa anashuka, anazungumza lugha ya mtu mwenyewe. Lakini yule mtu unaweza baada ya kuongea maneno, unaweza kumuuliza ulikuwa unaongea kitu gani? Asielewe tu baada ya kuwa anaongea. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Amen. Hatuna nguvu ya Roho Mtakatifu. Anaweza kaanza kuongea Kiswahili, akamwambia Mungu anasema hivi. Mara analia, mara anafanyaje, akatoa ule ujumbe. So, lengo la kwanza ya Roho Mtakatifu anapoachilia lugha yake, huwa anaachilia kwa lengo la kutoa nini? Ujumbe. Na atatoa ujumbe, aidha atatumia lugha ya mtu mwenyewe au amuongeleshe mtu lugha ya mtu mwingine ambao yeye haielewi, ila kuna mtu humo ndani ataielewa, ili atoe nini? Tafsiri. Kwa hiyo kuna watu ambao huwa wanasema hivi kwamba unatakiwa unaponena kwa lugha sijui awepo mtafsiri, sio kufanyaje, wakwambia wewe unanena kwa lugha hapa hakuna mtafsiri, achana naye. Huyo hajui sababu za kunena. Sababu ya kwanza ni Mungu kutoa ujumbe, na hii ndio iliyotokea siku ya Pentekoste. Mungu aliachilia roho aliachilia lugha za wanadamu ambazo zinaeleweka na watu wengine. Tunaipata vizuri? Bwana asifiwe sana. Sababu ya pili ya kunena kwa lugha, Roho Mtakatifu huwa anaachilia lugha kwa lengo la kujenga roho yako. Sasa hii ya kujenga roho yako, yani ni ile unaomba shagalabagala, yani hakuna Kiswahili, hakuna Kiingereza, hakuna nini, unanena tu. So unaponena kwa lugha, unaikuza, unaimarisha roho yako. Kwa hiyo kusomea andiko. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Unaelewa vizuri mtu wa Mungu? Japokuwa niko speed, lakini Roho Mtakatifu akusaidia kunielewa.